Kwa nini hujuma inakuja kwenye kushushwa tu? Wakati wa kupale juu nani aliwapandisha? Ubora wao wanasema. Kwa hiyo ubora unadumu katika muda wote. Ubora unadumu kwenye muda wote. Kuna muda utakuwa bora na kuna muda ambao utakuwa sio bora. Usiamini kwenye football kwamba wewe unahitaji kuwa bora katika kipindi chote. Kuna muda timu itashuka, kuna muda timu itafanyaje? Kabla Dar es Salaam Africans hawajalalamika, wakafanya research halisi katika mechi 5 za nyuma walizocheza. Wakafanya hiyo research. Ukiondoa mechi ambayo JKT Tanzania, ambayo mechi hiyo kabla JKT Tanzania walitoka kucheza na nani? Na Namungo. Mechi ya JKT Tanzania ndio imepelekea baada ile mechi kwenda kwenye mechi ya Simba na Yanga. Warejea wakaangalia performance ya Dar es Salaam Africans. Mimi naamini kama wangetumia muda wa kukaa na kutafakari na kufanya research ya timu yao katika mechi 7 walizocheza, wangeamini kwamba Dar es Salaam Africans zimefanyaje? Imeshuka. Kwa hiyo haya malalamiko ni hapo. Alafu sisi timu za Kariakoo huwa hatuamini kwenye kusurua, hatuamini kwenye kufungwa. Leo hii mkitaka kuamini katika hilo, Dar es Salaam Africans hata kwenye vyumba hajaingia. Lakini haya ambayo wanayosema majibu yapo, walishajibu hapo nyuma. Al-Shabani Kamwe aliwajibu Yanga wenzao wote. Na leo naongeza katika wenye akili na Al-Shabani Kamwe naye yumo katika hesabu ya Manara ongeza. Aliwaambia mwenye mamlaka ya kusema kwamba hili goli sio goli ni mwamuzi. Alisema Ali. Na Ali alisema kwa sababu gani? Alisema kwa sababu Ali anajua mpira ilirudi katika kanuni ya 5 katika sheria 17 za FIFA. Ukisoma kanuni ya 5, sheria namba 5, ndio ina mahusiano ya kumpa mamlaka ya mwamuzi ya kuamua kwenye pitch. Ndio. Nani mwenye mamlaka ya kukubali na kukataa kwenye uwanja? Akishasema yeye sie, nani anaweza akasema ndiye? Leo hii mwamuzi mechi ya Simba na Yanga amesema lile sio goli. Kwa mamlaka aliyokuwa nayo. Waliompa mamlaka wamesema lile goli. Tena kwa maandishi. Kuna kitu kimebadilisha katika maamuzi ya mwamuzi katika pichi. Brasa, tuwe serious basi muda mwingine. Tusilete masiala kwenye football. Serikali inawekeza hela nyingi kwenye mpira. Jana nafikiri mmeona jana ujuzi Mheshimiwa Waziri wa Utamaduni na Michezo. Mmemwona anasema tutaleta VAR. Kusudio la serikali kuna namna ambavyo haki inafanyaje? Natendeka. Leo hii ndugu yangu Alex amekuwa VAR. Alex Ngai. Swaiba yangu yule mimi namweza na ndio maana namzungumza kwenye vyombo vya habari. Usifanye wewe. Atakushtaki kwa sababu ana hela yule. Kwa hiyo malalamiko yapo, yataendelea kuwepo. Lakini ukweli utabaki uko pale pale. Kwa Dar es Salaam Africans siku hadi siku wanafanyaje? Hiyo kampeni ni kweli, mikoa ipo, wanasema hivi sasa mnazicheza mechi nje ya uwanja. Sisi tungekuwa tuna uwezo wa kampeni hiyo na tuna uwezo wa kuwazuia Yanga wasifanikiwe katika jambo lao. Kwa nini tulishindwa kuchukua ubingwa miaka? Unajua kuna maswali mengine unajiuliza. Ya kitoto kabisa malalamiko ambayo mtu mwenye experience kama mimi hawezi kulalamika. Nyinyi kama mnaamini kwamba Simba ana uwezo akiamua leo Yanga akapata suluhu anapata. Simba ana uwezo Yanga leo akafungwa. Simba wanaweza kukubali kukaa miaka 4 bila ubingwa? Wanaweza? Hawezi. Yanaweza? Hawezi. Wataendelea na kulalamika tu. Lakini ukweli ndio huo. Ukweli ndio ule ambao ulofanyaje? Uliotokea. Warudi kwenye pitch wafanye tathmini ya timu yao 19 minutes. Shoot on target 1. Mechi kubwa. Mechi kubwa. Unamlalamikia mwamuzi? Na mimi nasema siku Yanga akija kustuka, kuna mwamba tayari ubingwa kashatangaza. Siku Yanga akija kustuka, kuna ubingwa mwamba atakuwa kashafanyaje? Kashatangaza. Huwezi ukawabingwa wa nchi ya aina ya mwalimu Yanga waliokuwa nayo. Huwezi. Mwalimu ambaye wanasema anakwama kwenye mechi kubwa dhidi ya makocha wakubwa. Yes. Mechi yoyote timu ambayo inakwenda total kukutana na Yanga inapotea kwenye pichi. Mechi kubwa. Leo nenda kaangalie Yanga na Prison walisema sisi tunaingia total kwenda kuchukua point. Kilichotokea kila mmoja kafanyaje? Kaona. Yanga na Namungo. Mimi ndo mwanadamu wa kwanza nimezungumza bila kuogopa.
kwamba mechi ya Yanga inakwenda kuamuliwa na goalkeeping. Nilisema sikusema? Video zilitembea. Nani alikwenda kuamua ile mechi? Musa Mbisa. Watani hawa. Kuna muda mwingine maneno yangu ya utani, watani wayabebe. Sio vizuri, watani wayabebe. Unajua niseme kitu kimoja tu. Kuna muda mwanafunzi kwa ujinga wake na upumbavu wake anaweza akajiona yeye mwelevu kuliko mwalimu wake. Mwalimu baki anabaki kwa mwalimu tu. Kauli inamaanisha nini Nikoi? Wakae wajitafakari. Nikoi, kuna baadhi ya misimu nyuma kuna wadau wa soka walitoka wakasema Young Africans ndani mtu nje mtu. Young Africans kuwa Duduasha atauasha sana, lakini Dombi atauasha sana. Young Africans ilikuwa na lundo la wachezaji ambao wachambuzi na wadau wa soka wanawasifia. Walisahau kama hii ni futiboli ama kuna namna pia wachambuzi wadogo zako wanatia dosari mpira. Na mimi wacha nilitumie leo. Yawezekana kuna muda mwingine uchao unasababisha Yanga Dar es Salaam Young Africans kupotea. Yawezekana. Nikoi? Moja katika watu ambao waliosifia sana usajili wa Dar es Salaam Young Africans ni wachambuzi ambao mimi naamini walikuwa na mkakati maalum. Lakini moja katika timu ambayo imefeli kwenye football, hususan kwenye usajili Dar es Salaam Young Africans. Huo ndio kweli. Mimi nasema kwa sababu ni watani na wazungumza. Leo hii tuendeni tukaangalie timu gani? Timu ambayo unaweka standard kwenda kuchukua ubingwa mwaka mmoja, unaondoa wachezaji zaidi ya 10, tena ma-professional. Sio maana vizuri. Leo hii nenda kaangalie namna ambavyo Yanga wameanza usajili kwenye dirisha kubwa. Wachezaji walivyoondoka kwenye dirisha dogo na kuwaleta wengine. Je, walowaleta wana quality kutokana na tofauti na wale ambao walioondoa? Leo tuulizane tu maswali ya kibinadamu, tusitumie akili nyingi. Pacome yuko sawa sawa katika wale wapi walioletwa mwaka unana na mwaka nje Pacome? Jibu ni kwamba hakuna anayemfikia Pacome Zouzoua. Mudasiri yuko sawa sawa katika viungo walioleta, kiungo gani anaweza kumweka nje Mudasiri? Leo hii kama unakwenda kufanya usajili kwenye dirisha kubwa zaidi ya wachezaji 10, anoingia kwenye kikosi mchezaji mmoja, maana yake wewe umefeli kwenye usajili. Talilia walimu mpaka lini? Watani mnavyoshinda mnajua namna ambavyo ushindi wenu unavyopatikana. Na iko siku nitakuja kusema namna ambavyo kwa maslahi mapana ya taifa hili. Na haya ya kwanza leo, na hii kauli nitaendelea kuizungumza siku zote. Umetaka nitasema, hukutaka nitafanyaje? Nitasema. Kuna namna Rais wa awamu ya 4 aliwahi kusema kuambia mnashinda lakini mnashinda kwa ujanja. Wewe unaamini kwenye hilo? Yes. Yanga ushindi wake ni wa ujanja. Mwaka jana mmeona kadi nyekundu zimefutwa. Ndio historia kwenye ligi yetu katika timu iliyofutiwa kadi nyingi nyekundu mwaka jana Dar es Salaam Young Africans. Zidi ya Coastal ya Tanga, zidi ya Prison ya Mbeya. Nani ajui hilo? Kila mtu anakumbuka. Nani ajui? Wakae watafakari. Waangalie wapi walikotoka na waangalie wapi wanakokwenda. Malalamiko yatakuwepo, maneno yatakuwepo, lakini mimi naamini watu wenye mamlaka ya kusema kwamba hili goli sio goli ni mwamuzi kwa mujibu wa sheria. Nikoi, wanasema kutoka sare kwa Young Africans ni furaha kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Zimepungua kutoka 5 kuja hadi alama 3 zilizosalia.